tukiwa na somo ambalo linasema a'rifi nnasa taslam, wajue binadamu, wajue watu, utasalimika. Ndugu zangu, tumechagua somo letu la leo liwe ni a'rifi nnasa taslam, wafahamu watu utasalimika, ili kuweza kutazama namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyowaumba wanadamu, tabia zao, mwenendo wao na maisha yao kwa ujumla. Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema, laqad khalaqna al-insana fi kabad, hakika tumemuumba mwanadamu katika tabu. Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha ya kwamba mwanadamu ameumbwa katika maisha ambayo yamejaa mitihani ndani yake, maisha ambayo yana changamoto ndani yake. Lakini pia usitarajie wanadamu wote kwenye maisha yako kwamba wanaweza kuwa wema, kwa namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyowaumba wanadamu. Wameumbwa katika tabu. Wanadamu ni viumbe wa tabu, wana matatizo chungu mzima. Ndiyo aya hiyo Mwenyezi Mungu anasema, laqad khalaqna al-insana fi kabad, kwa hakika tumemuumba mwanadamu katika tabu. Wanadamu wana shida. Kwa hiyo kutokana na aya hiyo tukaamua somo letu la leo liwe a'rifi nnasa taslam, wafahamu binadamu, utaweza kuishi salama murtahan, utaishi vizuri katika maisha yako. Lakini usipowajua wanadamu utapata shida kwenye maisha yako. Na Mwenyezi Mungu katika nyingine anasema, khuliqal insanu dhaifa, mwanadamu ameumbwa katika hali ya udhaifu. Katika moja ya viumbe ambao ni dhaifu ni wanadamu. Khuliqal insan dhaifan, mwanadamu ni kiumbe aliyeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya udhaifu uliokuwa mkubwa sana. Kwa hiyo ukiwafahamu wanadamu katika lugha nyingine, ndio umeyafahamu maisha. Ukiwafahamu binadamu, kwa hakika unakuwa umeyafahamu maisha. Na usipowafahamu wanadamu, kwa hakika utapata tabu sana katika maisha yako, kwa sababu hujawajua wanadamu ni viumbe wa aina gani. Kwa hiyo leo tumechagua kuelezea a'rifi nnasa taslam, wafahamu wanadamu, kwa hakika utasalimika sana katika maisha yako. Sayyiduna Musa alayhi salam, yeye Mwenyezi Mungu anamuita ndani ya Qur'ani kuwa ni msemezwa. Wa kallama Allahu Musa taklima, Musa alayhi salamu alikuwa ni mtu ambaye anaongea na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika miongoni mwa siku Musa alayhi salam alikwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mambo kadha wa kadha. Lakini katika miongoni mwa mambo aliyokwenda nayo Musa alayhi salam kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Musa alikwenda kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu, najini min alsinati nnas, Mwenyezi Mungu ninakuomba mimi unikinge, uniokoe kutokana na maneno ya wanadamu. Musa alayhi salamu alikwenda kuongea na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa Musa alikuwa anaongea na Allah na yeye ni mtume ambaye alitumwa kwa Banu Israili, Mwenyezi Mungu anasema, wa ataina Musa alkitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dhurriyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana abdan shakura. Na aya zinaendelea mbele, lakini Mwenyezi Mungu anathibitisha ya kwamba Musa ni mtu aliyetumwa kwenda kwa Banu Israili na alipewa kitabu kinaitwa Taurati kuwapelekea Banu Israili. Lakini juu ya kwamba Musa alikuwa ni mtume wa Allah, bado Banu Israili walimshughulisha kwa maneno. Banu Israili walimshughulisha kwa vitimbwi, wakawa wanamshughulisha sana Musa. Na Musa
katika miongoni mwa madhaifu yake alioumbiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa ni mtu ambaye haraka sana anawahi kupaniki Musa. Mwenyezi Mungu alimpa kigugumizi, na watu wenye kigugumizi mara nyingi wanakuwa wana hasira za karibu sana, na Musa alayhi salam Mwenyezi Mungu alimuumba hivyo. Sasa ilikuwa inafika kipindi wale Banu Israili walikuwa wanamuudhi Musa to the maximum level, yani ilikuwa kwenye kiwango cha juu kabisa, mfano wake hakuna, mpaka Musa ilikuwa anajazibika na kasirika. Sasa siku moja akatoka, ndo akaenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamwambia ya Rabb najini min alsinati nnas, Mwenyezi Mungu nakuomba unikinge mimi kutokana na ndimi za watu wasinyongelee vibaya. Mwenyezi Mungu akamjibu Musa akamwambia, ya Musa ana lam aj'al dhalika li nafsi, ewe Musa, hakika ya hayo unayosema wewe ni yafanye kwako sikuyafanya katika nafsi yangu mimi mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa aj'aluhu lak, vipi nitaweza kuyafanya hayo yawe katika maisha yako? Yani Mwenyezi Mungu alikuwa anamaanisha kwamba ikiwa mimi Mwenyezi Mungu niliowaumba wanadamu na bado wananisema, itakuwaje wewe Musa unayetaka wanadamu wasikuseme kitu ambacho hakiwezekani? Kwa hiyo Musa alayhi salam alikwenda kwa Allah kumlalamikia kuhusu wanadamu. Lakini lau kama ukiwafahamu wanadamu, inakuwa haiwezi kukupa shida kwenye maisha yako. Wanadamu wakiwa wanaongea, wanadamu wakiwa wanakusema, wanadamu wakiwa wanafanya vitimbwi, wanadamu wakiwa wanafanya usda, linakuwa halikupi shida kwa sababu tayari unawajua. Mtu mmoja aliwahi kusema, mwanafalsafa mmoja, allamatni alhayatu, maisha yamenifundisha mimi, anna anwa'i nnasi thalathatun, wanadamu kwenye maisha hawa wako aina tatu. Ukiwa unaishi kwenye maisha yako, hili liweke sana kwenye akili yako, anna anwa'a nnasi thalathatun, wanadamu hawa unavyowaona wapo katika makundi matatu. Kundi la kwanza akasema, nasun kalhawa la yumkinu alistighna'u anhum abada, huyo ni mtu wa kwanza. Mtu wa pili akasema, nasun kadawai tahtajun ilayhim ahyanan, huyo ni mtu wa pili. Na mtu wa tatu akasema, nasun kaddai la targhabu fi wujudihim abada, huyo ni mtu wa tatu. Wanadamu hawa kwa maelezo yake akasema, nasun kalhawai, kuna wanadamu hawa wapo kama hewa, kama unavyoona upepo, la yumkinu alistighna'u anhum abada, bila wao inakuwa haiwezekani kwenye maisha. Kuna wanadamu kama hewa, mwanadamu lazima avute hewa kwenye maisha yake. Sasa bila wanadamu hao kwenye maisha yako huwezi. Kuna wanadamu wako hivyo kwenye maisha, yani wao wanakuwa ni msaada kwenye maisha yako. Na kisha akasema, nasun kaddawa, na kuna wanadamu kama unavyoona dawa, tahtajun ilayhim ahyanan, kuna baadhi ya nyakati unahitaji dawa, na ndivyo kuna baadhi ya wanadamu, kuna baadhi ya wakati unawahitaji. Lakini mtu wa aina ya tatu akasema, nasun kaddai, na kuna binadamu hao kama unavyoona maradhi, la targhab fi wujudihim abada, yani hao utamani kwenye maisha yako wawepo kwenye maisha yako. Kwa hiyo kuna wanadamu wapo kama hewa unawahitaji, na kuna wanadamu wapo kama dawa, ukiumwa unawahitaji, na kuna wanadamu hao wapo kama ugonjwa. Hakuna mtu ambaye anatamani ugonjwa kwenye maisha yake, na wanadamu wako hivyo kwenye maisha ya mwanadamu. Na kanuni ya wanadamu ilivyo, wanasema kama vile unavyoona i'rab, kama unavyoona kwenye Qur'ani au kwenye maandishi ya Kiarabu, kuna baadhi ya maneno yamekuja yanahitaji uweke dhumma. Ikiwa ni fa'il lazima awe na dhumma, lile neno litakuwa na dhumma, lile jina litakuwa na dhumma. Ikiwa pengine yule mtu anakuwa ni mafuul, anakuwa ndio mtendewa, basi kwenye lile neno litakuwa ni mansub, lazima kuwe na fatha. Na kwenye maisha ndio hivyo hivyo, kuna binadamu lazima uweke dhumma, kuna binadamu lazima uweke fatha, kuna binadamu lazima wawe na kasri kwa sababu wanakuwa ni majrur.
Kwa hiyo wanadamu wametofautiana kwenye maisha. Kuna wanadamu tunaowahitaji, bila wao haiwezekani maisha yetu kwenda, na kuna wanadamu vile vile hatuwahitaji kama unavyoona ugonjwa. Hivyo ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyowagawa wanadamu. Kwa hiyo mwanafalsafa huyu akasema, anna anwa'a an-nas thalathatun, aina za watu kwenye maisha zipo za aina tatu. Lazima ujue, sio kila mtu kwenye maisha atafaa. Hapana, kuna baadhi ya watu kwenye maisha hawafai. Kuna baadhi ya watu kwenye maisha hatuwahitaji, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba wanadamu, wao wapo kwenye maisha yetu. Lakini kuna wanadamu ambao tunawahitaji kwenye maisha yetu, bila wao haiwezekani, na kuna wanadamu ambao hatutamani kabisa hata kukutana nao kwenye maisha, lakini Allah